Siku zote sisi tukifanya kwanza ni kitu ambacho tunapenda hamasa kwenye klabu yetu. Mara nyingi watu hujitokeza kwa wingi tofauti na watu wanavyotegemea, lakini matawi mengi yanakuwa yako tayari kuzinduliwa siku ya ufunguzi wa hamasa. Kwa hiyo kama unaona leo tulivyopita huko Zingiziwa, alafu mara nyingi naonaga kila hamasa zinavyokuwa tunakwenda sehemu ambayo hatujawahi kwenda. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia, lakini pia wana Simba wote tunakutana. Inakuwa experience nzuri. Kwa upande wako mwitikio umeuonaje? Mwitikio mkubwa, lakini pia na kuwasifu hawa wanaofanya uandaaji, wanapendezesha mahema. Unaona makubwa hayo mengi pa kutosha. Kama kulikuwa na jua haliwezi kuwepo, lakini ukikaa ukiangalia na wale wakule vile kama unavyoona. Kwa hiyo ina maana wanajipanga. Ni siku kama nilimsikia mtu hapa anasema, anampigia simu mkewe, anamwambia leo sisi kwetu kwenye tawi letu kama sikukuu, ole wake upike ugali. Ukipika ugali nikija mimi na wewe basi, hela nimekuachia ya kutosha, mchele upo, katafute kitoweo cha maana leo kama siku ya sikukuu. Yaani huyo ni mtu kiongozi ambayo yupo kwenye tawi hili anaongea hivyo. Ina maana leo ni siku kama ya wana Simba, ni sikukuu, ufunguzi wa hamasa, kwa sababu na tunaona taswira ya kwenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa, na hii ndio mechi ya kweli. Tunaanza ya kweli. Mechi ukiwa unaanza kwenye hatua ya makundi, lazima wana Simba mjitokeze na mfanye makubwa kwa hali yoyote, ili mradi muweze mkapate matokeo na pointi 3. Na pointi 3 unapataje? Lazima sisi mashabiki tukaisapoti kwa nguvu klabu yetu kwa ukubwa zaidi, kwa sababu hata hicho kiingilio unachokiona ndo tutasema kwamba wachezaji watavaa, wachezaji watakula, kwa sababu kama tunakwenda tunachangia klabu yetu, pesa ikipata, viongozi wana uwezo wa kuwapa bonus wachezaji kupitia hela yetu ya kiingilio. Inaweza isije hii, kwa sababu tajiri Mo huaga anatoa, inaweza isiwe hii, lakini hii sasa ikashawishi mechi ijayo wakapata bonus ambayo wanajua wakitoa ile itarudi, itawekwa hapa. Kwa hiyo na mchezaji ukimpa bonus pale uwanjani atakupa kitu unachotaka. Kwanza mchezaji kumpa mshabiki kitu, kwanza ye mwenyewe anataka sifa, aonekane anajua, wana Simba watafurahi. Lakini cha pili ni mujibu wa kazi yake. Cha tatu furaha, kutaka kuwapa wana Simba furaha na yeye aonekane na vilabu vingine vyote kwamba anaweza riziki ikapitiliza akaenda kwingine akafanya makubwa akawa na uwezo mzuri. Hapa hatoki mtu na mmebakia wenyewe nyumbani. Petro watatokea wapi na hizi hamasa ambazo unaziona wewe? Petro di Luanda hajawahi kufika kucheza na Simba hapa kwa Mkapa. Na sisi tunatakaga sana wale ambao hawajawahi kufika wafike, ili mradi tuweze kuwafanya kitu kibaya. Kaburi lao alipo, ukienda kwenye klabu ya Simba pale utaona makaburi ya kila mtu, kaburi la Al Ahly, kaburi la nani, wale walio kufa pale wote makaburi yao hapo. Sasa sikujua ndio ina maana hiyo. Niliona, sikujua kama ndio ina maana hiyo. Ndio hiyo, wale walio kufa wote ukienda walikuja hapa kwa Mkapa wakacheza na Simba na wakaumia. Kwa hiyo unakwenda utayaona. Kwa hiyo tunatamani nalo tulione liongezeke pale, Petro na wengine wote. Kwa hiyo ina maana tunakwenda na kila mwana Simba kiu yake ni kuona kwamba tunakwenda kuongoza kundi na si kingine. Kwa hiyo ili tuongoze kundi lazima hizi mechi za mwanzo kwanza tuokote 3-3. Pamoja tunasema kwa Mkapa 9 lazima. Na huo ndo msingi wa Simba. 9 lazima ili twende kucheza robo finali. Uko wenzetu wanatuita mwaka robo. Ni lazima pale tuzichukue zile pointi 9. Kila anayokuja tukamate kwanza 9, alafu ndio tuitwe ile yetu mwaka robo. Huko kwingine tukienda kwao tutajua huko. Lakini hapa nyumbani ni lazima tuzikamate 9 kwanza, uwe msingi wa kucheza robo finali. Kwa hiyo robo finali kwa wana Simba hiyo ni lazima. Kifo na mwanadamu lazima kitafika. Kwa hiyo sisi tuna kwa sababu robo finali kwetu sie ni kama sitting room tu. Muda wote tunaingia, tukitoka chumbani tuko sitting room. Huko kwingine ndo tunakuwa na shaka. Kwa hiyo malengo yetu si kwingine, lakini hii robo finali sio ya kuzungumzia. Mzaramo
ligi ya mabingwa inaenda kuchagizwa na jezi mpya, ambapo taarifa ipo Simba kesho mnashusha uzi mpya, lakini tuje kwa wapinzani wenu Young Africans, leo wameshusha tayari uzi. Umeuona uzi Mzaramo? Labda ningewashauri tu wamrudishe yule mdhamini wao mwingine. Nimeuona hujanivutia. Sijui huyo, lakini kwa kipindi hiki misimu miwili hali mbaya kweli kwa mtani wangu, hali mbaya. Hazizungumziki. Sio hazizungumziki, kuzungumzika unaweza kuzungumza. Sidhani kama zitauzika. Kama zitauzika kwa sababu jezi mpya ikitoka, mimi na hakika unavyoona humu mitaani ukipita kila mtu kavaa. Wallahi wa billahi mimi sijamuona hata mtu mmoja leo nimuone kavaa. Au hazijaanza kuuzwa? Zimeshaanza kuuzwa. Sijaona hata moja mtu kavaa uwanjani, naona kwenye simu tu. Sijamuona mtu ile kuvaa. Kwa hiyo ina maana sasa wamesusa ya jezi zao. Sijaona kwa sababu situko huku mtaani. Hapa hamna wana Yanga. Kwa sababu ukiona jezi imetoka mtu si unaenda kununua unavaa. Hamna watu. Sijamuona hata mmoja mtu alovaa jezi ya kimataifa. Wewe umemuona? Bado sijamuona. Kaka umemuona? Sijakutana naye. Haya, unaona? Kwa hiyo hivi ikiwa hivi unaona ni hasara. Hebu tuichambue, mmeweka majina mengi hiyo jezi, mara tikiti, mara nini. Tuizungumze vizuri Mzaramo. Tusiwakatishe tamaa sana, watakuwa watu hawanunui. Unajua sie nao tunawasapoti mashabiki zao wanunue. Hata ile kuwasema hawaendi uwanjani wamezoea bure, tunafanya waende ili mpira wetu ukue, wapate hasira waende. Kwa hiyo hii hawanunui, wakanunue jezi zao ili tuzisifie tuseme nzuri. Kitu kizuri lazima kitanunuliwa. Kitu kikiwa kibaya hakinunuliwi. Napata sasa hiyo taswira ya kwa nini simuoni mtu amevaa. Toka nimetoka huko hadi huko, kama ujui leo ina maana siwaoni, ina maana kinaweza kuwa wao wanachokihisi kama mimi. Kwa hiyo kama sio kibaya tu waone wana Yanga wananunua jezi yao wavae. Sijaona hata watu wale maarufu kuposti nimevaa jezi uzi safi, sijaona. Wewe umeona? Au inaweza tukawa sisi na mie na nyie hatujui. Jezi labda haijauzwa, wametambulisha tu haijauzwa. Kwa sababu mimi kwa klabu kubwa kama ile inajiita klabu kubwa na sisi tunajua anakwenda kwenye ukubwa. Iwe sasa hivi hayupo mtu kavaa kweli. Labda zinaweza kuwa wametambulisha kuuzwa, zitauzwa kesho. Kwa sababu hii si hali ya kawaida. Huu msiba mzito. Huu utakuwa msiba mzito. Kama zimeuzwa leo. Tarehe ngapi leo? Leo tarehe 17, 18. Tarehe 19 leo. Kama leo tarehe 19 zimeuzwa, alafu hatuzioni mtaani hata mtu mmoja tu ni muone kavaa. Msiba. Au kumuona tu mtu kavaa kaposti yeye nishanunua jezi yangu kavaa. Huu ni msiba. Huu wa kuwahurumia huu. Maana hata Alhaji Zuberi Mputa sijamuona akivaa. Au yeye Simba yuko 50-50. Yuko 50. Sijui. Lakini kitu kikiwa kizuri si anavaa bwana. Kwa hiyo waja tusikilizie, tusimalize maneno. Misimu ya nyuma walikuwa wanawakimbiza sana kwenye jezi wakiwa na sheria ngoi. Sasa hivi mmepata Diadora, mambo yamekuwa mengi. Haijawahi kutokea hicho unachosema. Haijawahi Mzaramo. Tunawakimbiza kwenye mauzo ya jezi. Simba hana ngoma za kukanga. Kwenye mauzo ya jezi kitu kizuri si ndio tumesema kinanunuliwa, kibaya hakinunuliwi. Si tumekaa tumesema hamna hata moja. Ina maana kwenye mauzo ya jezi tunawakimbiza mbio mbio. Mbingu na ardhi sie na wao. Mmemaliza? Tumalizi. Mbona mna nani? Mmemaliza? Kesho ndio jezi zenu zinaenda kutoka. Unadhani tunaenda kukutana na jezi za aina gani? Sijajua, nsimalize. Anaweza na yeye akatoa boko. Na yeye anaweza akatoa. Inawezekana. Kwa hiyo atoe kwanza tuzione. Zilizotoa za msimu huu zilivyokuwa na ubora mkubwa Mzaramo. Nzuri, si ndio maana unaona zimeuzika sana. Zimeuzika sana, watu tumevaa sana. Kama mimi unaoniona nina jezi 3. Nyekundu 3, nyeupe 3, blue 3. Utaniuliza navaa vipi? Blue 1 washanichukulia. Nyekundu 1 washanichukulia. Yani kunichukulia sio kwamba nini, wanaokuja tu ndugu nyumbani. Hivi na hivi wameiona imeanikwa huyo atapata tu. Wanajua mimi napata bure kumbe nanunua. Kwa hiyo wanachukua na
basi unawaachia waendelee. Mzaramo, tumalize na hili, zile jezi 3 za Mwananchi, wewe sasa umeambiwa nikuletee jezi moja, unaondoka na hivi? Wao wenyewe hawazitaki. Sasa mimi nitazitakaje? Wao wenyewe hawazitaki. Wao wenyewe. Sasa mimi nitavaje ngogwe, nyanya chungu, majani ya maboga? Kweli? Sina makwambia yule mtu kapiga simu akiona mtu kapika nyanya chungu leo na majani ya maboga bamia akubali. Leo sikukuu ya tawi lake. Kwa hiyo mimi siwezi kuvaa zile rangi. Asante Mzaramo. Asante.